Mimi naitwa Kiongozi Lai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Nipo hapa na viongozi waandamizi wa chama chetu ngazi ya taifa, lakini vile vile nimeambatana na wagombea wa nafasi za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaye kulia kwangu hapa Mheshimiwa Kunje Ngombale Mwilu, lakini ninaye pia mgombea mwenza wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushoto kwangu Bibi Chumu Juma Abdalla. Vile vile ninaye mwisho kabisa huku ni afisa habari, huyu ni katibu mwenezi wa chama, uenezi na habari. Lakini yote kwa yote tupo hapa kwa ajili ya kushirikishana baadhi ya mambo ili muweze kutusaidia kutufikisha kwa jamii. Leo ni siku ya kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu uliofanyika tarehe 29. Katika kula 97 nikapata kula 76. Kwa hiyo ninayo sababu kubwa sana kuwashukuru wajumbe wa mkutano mkuu. Kazi nzuri iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama. Mchakato ulikoanzia mpaka kupata wagombea si kazi rahisi. Si kazi rahisi. Ni kazi kubwa iliyofanywa na viongozi wakuu wa chama. Kumpata mgombea urais wa Tanzania bara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kumpata mgombea mwenza si kazi rahisi. Mchakato ulikuwa mrefu na tulikuwa watiania watatu. Badala yake Mwenyezi Mungu akaona ni vyema mimi nimepeperusha bendera ya AFP. Kwa hiyo jambo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na pia kuwashukuru wenzangu wale walioshindwa ambao kula hazikutosha. Wamekuwa pamoja na mimi baada ya wao kushindwa. Tunashirikiana na tunajadiliana ni namna gani chama chetu kitapeperusha bendera uchaguzi unaokuja. Na wamenipa matumaini makubwa wagombea wenzangu ambao kula hazikutosha. Wamedai watakuwa pamoja na mimi mkoa hadi mkoa, jimbo hadi jimbo. Hilo kwa kweli na washukuru wagombea wenzangu kwa kunikubali. Pia ndugu zangu wana AFP, chama hiki hatuna budi kumshukuru msajili wa vyama vya siasa. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaongozwa na Jaji Francis Mtungi. Siku ya mkutano iliwakilishwa na naibu msajili Sisi Tinyaoza. Kwa hiyo tuwashukuru sana, tuishukuru serikali kwa kusimamia uchaguzi. Pia ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, chama hiki kiko vizuri. Siwezi kutangaza vipaumbele leo kwa sababu bado sijakabidhiwa mikoba. Mikoba ni ilani ya chama na sera za chama. Ndugu zangu waandishi wa habari, siku ikifika ya kunikabidhi mikoba ya ilani ya chama ambayo nitaipakata mimi kuwatangazia Watanzania mahali popote nitakapokuwepo, mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya, jimbo hadi jimbo. Siku hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi mtakuwepo wakati nakabidhiwa mikoba hiyo.
Chama hiki kipo kwa ajili ya mabadiliko, si ya hiari. Ni mabadiliko ya lazima kwa kila sekta ya nchi hii. Ndugu zangu, mabadiliko yana safari ndefu. Mabadiliko si ya haraka haraka tu. Haiwezekani. Kuna baadhi ya vyama, siwezi kuvitaja kwa majina, natoa mfano. Mnada unafanyika kesho kutwa wa ng'ombe, yule ng'ombe amekonda, wewe unamlazimisha yule ng'ombe leo umpe pumba ili aweze kunenepa, umpeleke kwenye mnada. Hilo linawezekana ndugu zangu waandishi wa habari? Haliwezekani. Wanaong'ang'ania ng'ombe anenepe haraka. Baadhi ya vyama vingine wanang'ang'ania ng'ombe anenepe haraka ili waweze kumuuza kwa bei kubwa. Hilo ni jambo si rahisi. Hata uhuru wetu wa nchi yetu ulianzia mchakato mrefu sana na kina Mwalimu Nyerere. Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi. Kuwaondoa wakoloni ilikuwa si kazi rahisi katika taifa hili. Ni mchakato ambao ulikuwepo muda mrefu. Watu walitembea kwa miguu. Watu walikimbia simba mapolini. Watu walipishana na fisi. Ni katika kutafuta uhuru, kuwaondoa wakoloni katika taifa hili. Sasa leo hii tusikimbilie mabadiliko ya haraka sana. Polepole ndio mwendo. Haraka haraka haina baraka. Polepole ndio mwendo, haraka haraka haina baraka. Lakini sisi tumeshatembea sana chama chetu. Sasa tunafikia kufika Ikulu. Mtegemee ndugu zangu wa Tanzania. Wagombea nchi nzima, nina imani majimbo yote yameshapata wagombea. Tumejipanga. Tumejipanga kisawasawa kuchukua dola nchi hii. Na serikali yangu nitakayoiunda, pamoja na leo sitangazi vipaumbele, lakini serikali yangu itakuwa ya mchaka mchaka. Serikali yangu ndugu zangu waandishi wa habari itakuwa ya mchaka mchaka. Itakuwa hakuna kulala kwa wale nitakaowateua na wale watakaochaguliwa. Wananchi watapata usingizi. Lakini wateule na wachaguliwa, wabunge na mawaziri wangu wa serikali yangu hawatapata usingizi. Itakuwa ni serikali ya mchaka mchaka ya masaa 24. Tunahitaji mabadiliko ya kasi na mabadiliko ya lazima. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, leo sina nafasi kubwa sana ya kuzungumza. Niwapongeze tu nyewe waandishi wa habari, na pia muambie tume ya uchaguzi nina imani nao. Hii taarifa ndugu zangu waandishi wa habari lazima muwafikishie kwamba mgombea wa AAFP ana imani na tume ya uchaguzi kwamba itatenda haki. Tume ya uchaguzi itatenda haki. Nina uhakika. Ndugu zangu, hata kwenye mpira, hata kama refa yuko upande fulani, lakini ukionyesha mpira mzuri atashindwa kusaidia upande mwingine. Uongo kweli? Kuna kuzidiwa. Kwa hiyo AFP imejipanga kisawasawa. Imejipanga. Tumejipanga kwa sera, tumejipanga kwa ilani ya chama. Na Watanzania watatuelewa. Na wametuelewa nini tunataka tufanye kwa ajili ya taifa hili. Ndugu zangu,
Sina muda mwingi wa kuzungumza. Nadhani leo ni siku ya kujitambulisha. Nadhani nimeshajitambulisha kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa Katibu Mkuu. Mimi ni mzoefu wa kugombea. Ni mzoefu wa kuomba ridhaa kwa Watanzania. Nimeomba ridhaa kwenye uspika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kula zikutosha. Kula hazikutosha. Lakini ipo siku kula itatosha. Hiyo ndiyo demokrasia. Usipokubali kushindwa si mshindani. Usipokubali kushindwa si mshindani. Usipomkubali refa, unataka refa atoke wapi? Katiba yetu inasema Tume ya Uchaguzi ndio msimamizi wa chaguzi katika taifa letu. Na Watanzania hawa wanahitaji mabadiliko ya haraka. Kwa hiyo sisi kama chama tumejipanga. Na Watanzania wote muwe na imani na chama hiki. Popote kwenye majimbo, chagueni wagombea wa chama hiki. Tumejipanga kwa kweli na mtaona, kwa sababu tumeamua kufanya kazi kwa mujibu wa kutii sheria na katiba ya nchi hii. Pia tutafanya kazi zetu na kampeni zetu kwa busara na kwa kulinda amani pamoja na muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Pia tutawapa kipaumbele wa mama pamoja na baba. Lakini tutajua kama mlivyoniteua leo hii nikaweza kusimama hapa na nikawa mgombea mwenza, na mimi niko tayari kushirikiana na nyinyi katika kazi zetu kwa pamoja. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.